أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ndugu Waislamu, wapenzi watazamaji, mnafuatilia vipindi vyetu vya Nurul Mustafa TV. Tunaendelea na kipindi chetu cha ujumbe wa Ramadhani. Nukta yetu ya leo ama swali letu la leo linauliza, vipi Muislamu atajiandaa na sikukuu? Vipi Muislamu atajiandaa na sikukuu? Ndugu Waislamu, kwanza tuiseme hii sikukuu kwa ufupi ni jambo gani au ni kitu gani, halafu tuone maandalizi yake automatic yatakuja vipi baada ya kuifahamu hii sikukuu. Ndugu Waislamu, sikukuu hii ambayo tunazungumza ya Kiislamu, hizi idi mbili kubwa, Eidul Fitri wa Eidul Adha, sikukuu ambayo tunakwenda kuikabili karibuni ya mfunguo mosi au baada ya kumaliza Ramadhani. Lakini hata na sikukuu ambayo ya Udhiya, mradi kwamba ni sikukuu, basi ni yepi maandalizi yake au Muislamu anatakiwa hajaendae vipi? Ndugu Waislamu, kwanza tufahamu swala la idi mbili ama sikukuu ya Uislamu haikuja tu yenyewe, ama si mazoea tu iliyozoeleka kwamba ikifika siku fulani watu wanafurahia sikukuu. Hapana, bali ni jambo lililowekwa kisheria katika Uislamu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama amewekea Uislamu kusherehekea na kufurahia katika siku hizi mbili. Kwa hivyo madhali jambo limewekwa kisheria na Mtume sallallahu alaihi wasallam ama limekuja katika Uislamu, basi hili jambo ni sehemu katika ibada. Hili jambo ni ibada. Taib, kama ni ibada, nini kinachotakiwa kiwe? Maana bila shaka tutakiwa tulikabili kwa imani ya Kiislamu, lakini pia tulikabili kwa wema wa kila hali. Moja kati ya namna ya kujiandaa na kuikabili sikukuu ni kwamba ilivyokuja katika Uislamu tumefahamishwa watu wavae vizuri. Taib, utaandaa mavazi yako mazuri yale yaliyokuwa mapya, ikiwa kuna uwezekano huo, japo nguo moja iliyokuwa mpya uandae kwa ajili ya sikukuu, siku hiyo ya furaha ya Uislamu. Lakini pia kuandaa chakula tofauti na cha kawaida, kwa maana ikiwa chakula kizuri. Haya ni katika maandalizi ya sikukuu. Lakini pia uweke muda kwamba katika sikukuu hii mimi nitakwenda kuwatembelea ndugu zangu, nitakwenda kuwatembelea jamaa zangu, kwa sababu nayo hii ni sehemu kubwa, ina nafasi kubwa katika Uislamu la kuunganisha udugu, silatul rahimi, na imesuniwa na imependezeshwa katika sikukuu ni watu kutembeleana na ndugu zao na kuunga udugu. Kwa hivyo nalo pia mtu aweke bajeti hiyo ya maandalizi hayo, na kila maandalizi yaliyokuwa mazuri katika siku kama hii ambayo ni sehemu katika ibada tunatakiwa tuyaandae. Lakini kwa wakati huo huo tunatakiwa tujiepushe na yale yote ambayo yapo kinyume na utaratibu wa Kiislamu, na hasatan kama ilivyokuja nukta kwamba Muislamu vipi ajiandae na kuipokea sikukuu. Kwa hivyo kama ni Muislamu, basi sifa ya Uislamu ibakie pale pale. Muislamu hatakiwi kuudhi watu, Muislamu hatakiwi kufanya maasi kama ambavyo baadhi wanafanya, kuigeuza hii siku ya furaha, siku ya Kiislamu ni sehemu katika ibada akaingiza katika masala ya maasi. Vijana wakaidiana na mabinti wa watu au wanywa pombe au wafanya uasharati mbalimbali, wanaona kwamba sasa sikukuu ishafika na milango yetu imefunguliwa ya mambo. Waliyadhu billahi, haya mambo yote tunatakiwa uweke pembeni, na hii ni sehemu katika kujiandaa na ipokeaje hii sikukuu. Kwa hivyo tujue kwamba sikukuu ni sehemu katika ibada, kwa sababu imekuja kisheria, wala si jambo la ada tu la kawaida kwamba kila mmoja aivamie na aingie namna vile atakavyo. Kwa hivyo tufike hapo kwa leo. Tuombe Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.